zangu, habari ya wakati huu, ni wasalimu kwa jina la Yesu. Na leo niwakaribishe kwenye tafakari yangu hii ya leo ambayo itakuwa ngumu kidogo, lakini unisikilize vizuri, utanielewa. Watu wengi tumejifungia makanisani, tunasali tukisubiri kwenda mbinguni, wakati sisi wenyewe hatujafanya majukumu yale ambayo Kristo alituachia au aliyaweka ndani yetu, ila tunasubiria kwenda mbinguni ambako hatukujui na kuhakikishia tutaishia kwenda jehanamu. Tusipochukua hatua tutaishia kwenda jehanamu, kwa sababu dunia hii ina mifumo yake, ambayo mifumo iliyomo katika uso wa dunia hii haikuruhusu mtu yeyote kuwa mtakatifu, na mbingu inataka tuwe watakatifu hata kufikia kimo cha Kristo. Mifumo hii haituruhusu kufikia hicho kimo. Tunatakiwa tuipinge hii mifumo mpaka ianguke. Ila sisi tumekomaa makanisani, tunasali, tunasubiri kwenda, tunawaachia watu ambao wanapigania haki huko nje, eti wao ndio wataweka mifumo sawa. Maisha ya nje huku yanatuhusu sisi tunaosali makanisani. Kwa sababu mtu akienda kazini akaminywa, akakandamizwa kwenye kodi, akakandamizwa njiani huko, magari yamebanana kama Dar es Salaam, haeleweki, usafiri haeleweki, maisha ya ndani yamempiga, hivyo vyote vikimwafekti katika fahamu zake, ndio vyanzo vya kufanya aingie kwenye dhambi. Nilishawahi kuelezea kipindi cha nyuma, nikasema ulimwengu, nilifundisha ulimwengu ni nini, na Yesu alisema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeshinda ulimwengu. Yaani ukitaka usitende dhambi, usifanye jambo lolote, usishiriki jambo lolote kwa jamii. Sababu ukiingia kwenye mfumo wa kazi hizi, ukakutana na watu, utaishia kuwa umedanganya. Lazima utakuwa mwongo, lazima utakuwa mtu fulani hivi, uongo lazima. Sababu mifumo ya dunia inakuingiza kwenye uongo. Unaweza ukasema niko ofisini, mimi sifanyi chochote, mimi niko vizuri, lakini kumbe unakaa rushwa, unakapata humo, kuna vya juu unavipiga. Kwa nini? Mfumo umekuingiza. Nilishasema ulimwengu ni vile ile mifumo yote iliyoko katika uso wa dunia, sio mifumo ya afya, mifumo ya uchumi, mifumo ya mahakama, mifumo ya polisi, mifumo ya elimu, mifumo ya usafirishaji, mifumo ya teknolojia. Hiyo yote mifumo ikiingia duniani, tunavyo-integrate nayo au tunavyokutana nayo, tunavyo-interact nayo, hiyo mifumo yote na dunia na vilivyoumbwa vyote, ikiingia hiyo mifumo, ndio unaitwa ulimwengu. Kwa hiyo ulimwengu, ukiwa mfanya biashara, lazima utakuingiza kwenye mfumo wa rushwa bila wewe kujua. Utakuingiza kwenye mfumo wa tamaa bila wewe kujua, kwa sababu utakwambia kwamba wewe huwezi kufanikiwa, huwezi kuendelea kufika kwenye hatua unayoitaka bila kufanya, bila kuhujumu watu wengine, bila kunyonya watu wengine. Lazima sasa hiyo mifumo tuivunje sisi wacha Mungu. Hiyo mifumo lazima tuivunje sisi wacha Mungu, kwa sababu shetani ndiye ameimpati formula zake nne. Huwezi kushinda bila kuivunja hiyo mifumo, na Yesu alishasema kwamba huwezi kumuokoa mtu aliyefungwa bila kumfunga yule aliyemfunga. Nikusomea hiyo andiko hapa, Mathayo naona hapa anasema, Mathayo 12:29 anasema, kama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Nasoma tena, ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Kwa hiyo hii nyumba ni dunia. Hii dunia tunayoishi, shetani ameiteka. Kwa hiyo huwezi kuja ukasema nina washirika watakuwa watakatifu bila kuwahangaikia maisha yao ya nje, wanavyoishi, wanavyopata riziki. Nimeshasema riziki ndio inasababisha kila kitu. Kila mtu aingie kwenye dhambi au mtaua au asiwe mtaua, riziki anavyoipata. Kuna mwingine anasema ni mtakatifu, anatoa sadaka vizuri, lakini kumbe ni mla rushwa, mdhulumaji, anaua, anatoa sadaka ya kuua watu wengine ili apate hiyo fedha.
Kwa hiyo ila anakuja kusali kwenye kanisa lako pale, anatoa vizuri na unaona ni muumini safi, kumbe unaandaa mshirika ambaye ni mtu fulani ambaye waovu sana. Kwa hiyo ndugu zangu, watumishi wenzangu, tuingie kwenye mifumo ya kutetea, mifumo ya kubadilisha ulimwengu huu, mifumo ya ulimwengu huu ibadilike, kuibadilisha, kwa sababu Yesu ameshatuambia huwezi kumkomboa mtu aliyetekwa sehemu fulani, aliyefungwa, bila kumfunga yule aliyemfunga. Ndio. Na Yesu hapa katika Yohana 13, Yesu hapa anatuambia yeye ni kielelezo chetu. Anasema Yohana 13 mstari wa 15, kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea ninyi mtende vivyo hivyo. Amini nawaambieni ninyi mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake, wala mtume si mkubwa kuliko yeye aliyempeleka. Yesu alikuwa hivi, aliishi hivi maisha yake. Yeye alikuja akapingana na mifumo ya dunia hii, ndio maana akauawa. Kwa hiyo na sisi ilitubidi na sisi tuingie duniani hapa kupingana na hii mifumo ambayo ipo. Mifumo ndio inafanya watu waingie kwenye dhambi. Kuna watu unaweza ukakutana nao ukawa na waraumu, yeye acha ulevi, kumbe kuna mifumo inawafanya wawe walevi. Yeye acha uongo, kumbe ina mifumo inawafanya wawe waongo. Acha uasherati, acha uzinzi, kumbe kuna mifumo fulani inawabidi wawe walevi, wawe waongo, wawe wasingiziaji, ndipo wataweza kusafiri katika uso wa dunia. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe na akili kubwa. Ndio kao nakuta watu walevi njiani, nawaambia acha ulevi, Mungu atawahukumu. Kumbe wao wamesababishiwa kuwa walevi, sio wao kuwa walevi. Polisi wanachukua rushwa, lakini wao wenyewe wameingizwa kwenye mfumo wa kuchukua rushwa kwa watu. TRA wanaokusanya mapato, wao na wenyewe wapo kwenye mfumo fulani ambao unawafanya hawawezi kusafiri bila hiyo rushwa, bila kuchukua cha juu. Mfanyakazi wa ofisini yoyote, mfumo unamwambia wewe huwezi kusafiri kuwa tajiri bila kuvuta sehemu fulani, bila kuvuta kwa juu fulani, kwa sehemu fulani, kupiga sehemu. Kwa hiyo na wewe lazima uingie huko. Huo ni mfumo amejiingiza humo. Kwa hiyo ndugu zangu, hii mifumo bila kuipinga, sijui kama tutatengeneza watakatifu. Kwa hiyo ndugu zangu, tupigane huko. Hii mifumo ndio tunatakiwa tupigane nayo, sababu ndio inasababisha watu waingie katika mfumo wa dhambi. Ili somo nitakuja kulifafanua tena siku nyingine. Neema ya Kristo ikawe pamoja nanyi wote. Amen.